ambao tumetoka kutazamia. Alama 3 akiondoka nazo Simba, lakini vile vile goli moja ambalo wameondoka nalo leo hii mbele ya JKT. Sasa hivi ni wakati wa kuzungumza mbinu kwa zile ambazo walizitumia makocha wote wawili. Ni wapi ambapo Simba walifanikiwa leo hii mpaka kuondoka na goli, lakini vile vile JKT kwa upande wao ni wapi ambapo walikuwa. Tuende tukachambue sasa dakika 90 kwa upande wao game ilikuwaje kiujumla? Sisi mimi binafsi nimeenjoy game kwa sababu nimeshuhudia ule ushindani ambao nilitarajia kuanzia kwa makocha. Fadlu ana approach vipi game, mbinu nyingi sana. Ahmad Ali yes ana approach vipi game, lakini ukirudi tena wachezaji wao kwa wao by the way leo ule uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, technical ability ilikuwa limited kwa sababu ya physicality ya game. Watu walikuwa wanafikiana sana, fouls zilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo pia ni sehemu ya ushindani. Speed ya game ilikuwa kubwa kwa sababu watu wakifikiana, ina maana ukifikiwa haraka kila saa unataka utoe mpira kwa haraka sana. Kwa hiyo speed, physicality ya game ilikuwa kubwa. Ilikuwa mechi dume by the way. Ushindani mzuri. Hivyo si peace kwenye kile ambacho wamekifanya leo hii kwa JKT. Walikuwa na game bora. Walikuwa na moment nyingi bora kwa sababu sio moment zote walikuwa bora. Moment ambazo walikuwa bora ni namna ambavyo walikuwa wanazuia kwenye vipindi vyote. By the way walikuwa na wame approach match kwa vipindi viwili. Kipindi cha kwanza approach yao ilikuwa tofauti na namna walivyo approach kipindi cha pili. Kwa hiyo kwenye moment za uzuiaji, ile out of possession, walikuwa bora kwenye vipindi vyote viwili. Lakini baada ya kuzuia unafanya nini? Hawakuwa bora kwenye zile nikizuia natakiwa nijibu shambulizi, so nitulize shambulizi, ni control match. Wenyewe walichukua na wanakwama ni kwenye zile positive transition. Lakini moment ya tatu wao wakiwa na mpira, kipindi cha pili ndio kidogo walikuwa bora sana kwenye moment za kuwa na mpira wao. Waliongeza domination kwenye mpira, lakini moment ambao walikuwa dhaifu ni moment ya set play ambao pia imesababisha kufunga goli. Kwa hiyo naamini walikuwa bora hasa kwenye hizo moment za kiuzuiaji. Kivipi kwenye mbinu? By the way hivi tulivyopanga ilikuwa kwenye pre-match analysis. Ndio. Tulitarajia kwamba Simba atapata eneo kubwa sana la uwanja, JKT ataminya eneo dogo sana la uwanja, si ndio? Lakini haikuwa hivyo. Simba tuliona nyakati nyingi sana wakiwa wanafanya build up zao. Wenyewe pia hawakutarajia walichokuta uwanjani kwa sababu Simba na wenyewe walijiandaa kwenda kupossess, si ndivyo? Wakaamini kwamba JKT wataenda kufinya uwanja, wenyewe watakuwa na possession kubwa, lakini haikuwa hivyo. Wenyewe pia walikuwa surprised. Kivipi? Kila Simba wakiwa na mpira, mfano kama kwenye side yao ya kwanza wakiwa labda wanafanya build up, JKT hawakuwa watu wa set block, walikuwa ni watu ambao wanajaribu kufika hata yani kwenye kila mstari wa Simba. Mfano baada ya build up tunajua Simba wao wanaendeleza shambulizi na watu wawili, si ndivyo? JKT wenyewe kitu ambacho walikuwa wanakifanya ni kwamba kila sehemu yenye mchezaji wa Simba ambapo mpira upo, basi wasiwe free na mpira, wanawashinikiza wakosee, wanawafanya waweke under pressure. Kwa maana kwamba walikuwa unajua ukimfanya mtu, ukiwa unamshinikiza mtu akosee, ukimfanya afanye kazi under pressure, na maana unampunguzia hata uwezo wa ubunifu. Kwa hiyo kitu ambacho walikuwa wanakinyima, walikuwa wanaiondoa creativity. Tunaamini wao inakuepo kwenye eneo la mwisho ili mtu afunge goli, lakini wenyewe walianza kuwanyima Simba creativity, ubunifu kuanzia kwenye miguu ya Kamara. Kwa hiyo walikuwa na press, walikuwa wanatoa pressure nzuri kwenye mstari wa katikati, ndio usisema walikuwa wanatoa pressure nzuri. Kivipi? By the way Simba na wenyewe wao wanajenga shambulizi na viungo wawili. Kwa hiyo wenyewe walichokifanya JKT ni waliwachukua wale viungo wakati wa Simba. Simba tunajua wanakuaga na viungo wawili chini na kiungo mshambuliaji mmoja wa juu kwa wale viungo wakati. Kwa hiyo wenyewe walichokifanya ni waligawa tu, kila mtu wa mark mtu. Kwa hiyo the way Simba wanavariate na wenyewe ndio wanavariate hivyo hivyo. Kuna nyakati ulikuwa unaona juu kuna viungo wawili kwa maana ya Alimsengi pamoja na Edomaka na Nasoro walikuwa wanawamark Ngoma, Deborah Fernandez pamoja na Ahoua. Kwa hiyo hata hii shape yao pia ilikuwa na variate. Kuna muda unaona wako kwenye 4-1, kuna muda unawaona wako kwenye Simba wakiwa wanafanya build up na mtu mmoja chini, Ngoma let's say afu Ahoua na Deborah Fernandez wapo juu. Kwa hiyo utaona kati ya Msengi, Maka au Nasoro, mmoja anaenda wawili wanabaki, au huyu anaenda moja na. Kwa hiyo hata shape yao pia ilikuwa na variety. Hapo unakuta wako 4-2-3-1. Nini? Ni kunyima creativity ya watu watatu. Then Simba wakijaribu kupita pembeni na wenyewe Kichuya na Najim Magulu wamefika. Kitu walichokuwa wanakifanya ni kupress, kunyima kuwa free for creativity. Lakini hii sasa ikasababisha mechi ikawa ina limit creativity za wachezaji. Mbinu ya kupress
kuwanyima Simba kuwa na free build up, ikawa inafanya wachezaji wa Simba sio creative, na ikawa mechi fulani hivi sasa kufikiana, physicality ndio ikawa inaamua game. Usipotoa mpira haraka kwa speed, umefikiwa, umeumizwa, umenyimwa creativity, kwa hiyo unanyimwa ule ubunifu. Lakini hii iliwasaidia by the way, kwa sababu ilikuwa hata Simba wakifika kwenye, by the way Simba pia walikuwa wanafika kwenye eneo lao la mwisho. Walikuwa wakifika kwenye eneo lao la mwisho, kitu ambacho wao walikuwa wanakifanya ni kwamba wasiwe na muda na nafasi ya kuwa na mpira. Kwa hiyo wakawa limited kwenye time. Kwa hiyo hata ukiwa limited kwenye time, ina maana unafanya vitu kwa wasiwasi sana, pressure sana. Kwa hiyo ndio maana unaona Simba licha kufika kwenye goal la Yakubu mara nyingi, lakini hakuna chances ambazo unasema zaidi ya ile Mutale anapiga cross, Kibu anakosa. Hakuna chance nyingine clear. Kwa hiyo naamini for the first time walicheza hivyo, lakini kipindi cha pili wakawa patient. Hata sub walizofanya unaona wanamtoa mtu ambaye ana creativity kubwa kama Najim Magulo, wanamuingiza Dilunga, wanamtoa walimtoa beki, by the way Ubausa aliumia, akaingia Ndemla, alimsengi akaja akacheza beki. Kwa hiyo ukiangalia hizi profiles zilizoingia, baadaye akaingia Edward Songo kule mbele. Nia yao nini? Nia yao sasa ni tutoke kwenye ile kucheza kwa spidi kubwa, tutulie sasa na mpira na sisi tucheze, pia tusipress sana. Wakawa ni nyakati nyingi ni wana set blocks, wanazuia njia za Simba, Dilunga na Kichuya as usual, Noma na Kapombe wakipanda. Hii game iliwasaidia. Hakuna goal la open play walilofungwa. Kwa hiyo walikuwa vizuri off possession, wakawa weak kwenye hizi quick transition kwa maana ya kujibu mashambulizi, lakini wakaja wakafunga kwa set play. Sisi tunajua Simba kwenye mechi ngumu wana hiyo moment yao kwamba wanaamini 30% ya magoli yanayofungwa kwenye football yanafungwa kwenye nini? Kwenye set pieces. Kwa hiyo wenyewe wakaamini kwamba watapata goli. Kwenye set pieces mimi nitaelezea madhaifu zaidi ya JKT. Udhaifu wa kwanza, kona ikipigwa, wao tunaamini kona itapigwa kuna sehemu itaenda kudondokea, si ndio? Walicover hiyo sehemu vizuri waka clear. Okay. Second ball anatakiwa ukoe nani? Second ball anatakiwa ukoe mchezaji wa timu yako. Asipokuwa mchezaji wa timu yako ataokota mpinzani. Ndio alichokifanya Mutale, aka create chance kwenye half space kwa Mukwala, akapiga cross, bado JKT kuna wakawa wamesha lose concentration, alikuwa ndo anaondoka. Yes, ndo alikuwa anaondoka na wenyewe. Ngoma katia baada ya Simba kushinda kwa Stellenbosch. Full focus ilihama. Yaani na sasa hivi najua as professionals ukiwauliza watakwambia tunawaza mechi ya KMC, tunawaza hizi mechi 3 wanaziwaza. Lakini mimi na uhakika mindset za wachezaji wa Simba naamini wameshashinda. Za wachezaji peke yake, za kila mtu, hata za mashabiki zipo finali. Ni ngumu sana hizi mechi. Ndio maana hata namna wanavyozi approach hauoni kama huyu mchezaji amewekeza akili, uwezo wa kiufundi, nguvu na kila kitu kwenye hizi mechi. Ndio maana unaona wanazi approach kuna makuwa na mapungufu mengi, ni kwa sababu full focus. Mimi naamini full focus ya Simba haipo pale, na hicho ndio kitu ambacho kinaweza kikawa kinafanya mechi zao zinakuwa ngumu kwenye kuzi approach, wachezaji kujitoa na kila kitu. Inaathiri kila kitu kwa upande wao. Na wasiwasi kwa namna ambavyo mindset zao zipo, wani binadamu, inaweza kapelekea hata siku moja wakaweza kaangusha alama kwa sababu hiyo. Kwa sababu sioni namna wanavyozi approach kama ni bora.